hujazaa. Wakikuliza ndio unataka ukijana afe. Unataka ukijana afe kwa sababu gani? Pamoja na kutokuwa na huruma haruhusiwi kufa. Ninaomba rehema kwa ajili ya Tanzania, lakini naomba rehema pia kwa ajili ya Arusha. Kijana mmoja ambaye anasadikika kuwa ni mwizi aitwaye Kelvin Alexi mwenye umri wa miaka 19 ambaye ni mkazi wa Ngulelo mkoani Arusha amenusurika kuuawa na wananchi wenye hasira kali katika kata ya Kiutu wilayani Arumeru mkoani Arusha kwa tuhuma za kukwapua simu ya dada mmoja aliyekuwa na mpenzi wake wanatembea kwa pamoja, wezi hao wakiwa kwenye pikipiki. Inadaiwa ya kuwa baada ya tukio hilo wananchi walifuatilia watuhumiwa hao na kufanikiwa kumkamata mmoja kati ya wawili ambao mwenzake alikimbia. Hali hiyo ilipelekea vurugu kubwa zilizogeukia kwa mashambulizi dhidi ya kijana aliyefahamika kwa jina la Kevin ambaye alibaki katika eneo la tukio. Katika tukio hilo wananchi pia walichoma moto pikipiki iliyokuwa ikidaiwa kutumika katika tukio hilo la wizi. Hata hivyo, baadhi ya wananchi walitaka kijana huyo pia auawe kwa madai ya kuhusika moja kwa moja na tukio hilo. Hata hivyo, alitokea mama mchungaji aitwaye Salome Laurent Kikoti, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililopo maeneo ya Kitiangare, kata ya Kimandoli mkoani Arusha, ambaye ni mama wa watoto 4, 3 wa kiume na mmoja pekee ambaye ni wa kike, akisisitiza kuwa kijana huyo anapaswa kusikilizwa na sheria badala ya kuchukua hatua mikononi, akieleza kuwa bado ni binadamu licha ya tuhuma zinazomkabili. Alienda mbali zaidi na kukemea kwa kutumia jina la Yesu Kristo, kitendo ambacho kiliwavunja nguvu za wote ambao walikuwa pale na wakiwa na hasira kali, hatimaye kumwacha kijana huyo bila ya kumchoma moto, japo walimjeruhi kwa kipigo. Kwa upande wake, dada aliyeathiriwa na tukio lile amesema ya kwamba simu yake iliharibiwa vibaya baada ya kutupwa mtoni na kupasuka wakati wa purukushani hizo, huku akiomba hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya waliohusika baada ya vurugu zile. Baadhi ya watu maarufu akiwemo Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa huyo, akiwepo Kiredio Mbosso, msanii huyo, wameguswa na tukio hilo na kutaka kumchangia mama huyo ambaye ni mama mchungaji kwa mazuri aliyoyafanya. Vile vile mama mchungaji nao ameendelea kuomba msaada wa wengine zaidi wamchangie ili aeneze ujumbe kwa vijana wengi dhidi ya upotoshaji huo wa kujichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo ameomba kuwezeshwa. Je, kwa maoni yako ni sahihi kumchoma mwizi? Kutokana na barabara ya kutoka Mwanga kwenda airport kuzibwa kutokana na bwawa la Katubuka kujaa maji, serikali ina mpango gani ya kuondoa yale maji ya Katubuka ili watu wa Mwanga waweze kwenda airport kirahisi kwenye barabara hiyo ambayo ni ya lami? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba barabara kutoka Mwanga kwenda airport katika jimbo la Kigoma mjini, halmashauri ya Kigoma Ujiji, ina changamoto kutokana na maji kutuama katika eneo lile, eneo la bwawa la Katubuka, na tayari ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia TARURA tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha hatua za manunuzi na kuhakikisha kwamba mkandarasi anakwenda site kwa ajili ya kudhibiti changamoto ya maji kutuama katika barabara ile ili tuweze kuikarabati barabara na kuwezesha ipitike vizuri. Kwa maana kwa Mheshimiwa Mbunge Chipando na wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kwamba serikali iko kwenye hatua nzuri na tutahakikisha kwamba tunadhibiti changamoto ya mafuriko ya maji na barabara ile iweze kupitika muda wote wa mwaka.